Naomba nitumie nafasi hii kwa Pepsi kuwapa at least jaribuni kuweka product placement katika hizi series za ambazo zinazoendelea, muweze kuwawezesha zaidi. Unajua mnapoweza kuwawezesha zaidi, tasnia nayo inakuwa, budget inaongezeka, wasanii wetu nao wanapata hela, umeelewa? Kwa hiyo kwa waandishi naomba na nyinyi muwe mnasisitiza makampuni, mkiona kampuni tu limejileta kwenye sanaa, naombeni muwe mnawashindilia mule kidogo, ili at least waweze kutusaidia kufika mbele zaidi, sababu tuwe wigo la sponsorship ile kubwa zaidi. Asante. Sawa, karibu dada, na tutakuwa kaka pale na hapa. Maswali matatu. Naitwa Sarafina Jerry kutoka Wikimedia. Kwanza kabisa hongera kwa Peps na Diamond Platnumz kutokana na mwendelezo wa kufanya kazi ya Marekani imefanyika. Hongera sana Diamond. Lakini pia sisi tunafurahi kuona unashikilia nafasi yako uliopo na unaendelea kwenda mbele zaidi. Tunatamani kuna kina Diamond wengi sana mtaani, kwa maana ya wasanii ambao wanaanza na wenyewe au wanafanya muziki na wao wafike sehemu fulani kama ambayo wewe umefika. Nilitamani kukuuliza wewe kwa sababu kwa vitu vingi sana kwenye muziki tunakutazama wewe kama godfather. Kwa maana ya upande wa lebo, niseme upande wa lebo imekuwa ikionekana wasanii wakitoka kwenye lebo mara nyingi sio wasanii wengi ambao wakitoka kwenye lebo wanaendelea vizuri, kufanya vizuri kwenye muziki wao. Mpaka inatafsiriwa kama lebo zinadumaza wasanii pengine kutokana na malipo ambayo wanapangiwa wakitoka. Lakini kwa upande wa WCB imekuwa na historia nzuri kidogo. Harmonize alitoka na sasa hivi anafanya vizuri na yeye. Rayvanny alitoka anafanya vizuri. Na wengine tunatarajia watafanya vizuri kutokana na mfumo wa WCB. Kwako Diamond, unahisi lebo za Tanzania zinakosea wapi mpaka baadhi ya wasanii wengine wakitoka kwenye lebo wanashindwa ku-maintain status yao? Kwa mfano juzi tumeona Ibra na Harmonize walipokuwa wakitupiana maneno mtandaoni na wewe ukaweka ngoma ya Ibra copy and paste. Ile ilikuwa na maana gani kwanza kwa ulikuwa unatamani uzungumze chochote kwenye ile situation? Kwenye lebo hapo, unajua kila lebo ina mipango yake na mikakati yake kwenye kuwafanya wasanii wao, na hawezi kuhukumu wala kulaumu lebo yoyote kuhusiana na wasanii wao wanavyoendesha. Lakini sisi kama Wasafi tunapomsaini mtu, tamanio especially kwa mimi, tamanio langu ni yule mtu afanye vizuri. Akifanya vizuri yeye, kwangu mimi natengeneza heshima kubwa sana. Kile mtu nimemsaini msanii akafanya vizuri kwa mkubwa, kwangu mimi ni heshima kubwa kuliko hela ninayoingiza yule msanii au katika shughuli za kila siku. Kwa tunawekeza nguvu, akili, mawazo. Inaonekana tu kama msanii, lakini nyuma wasanii lebo tunakuwa tunaweka the way mtu anapomwekea brand yako mbele. Kama mimi nadhani wengi wao wana mifano, nachaga shughuli zangu, page yangu inaweza kubadilika ikawa page kama ya msanii, kumnyanyua mtu kutoka sehemu fulani kufika sehemu fulani. Sasa sisi tumepata bahati moja ambayo namshukuru Mwenyezi Mungu, katika kila msanii ambao tumemtambulisha kwa kazi tuliyofanya, kushirikiana na yeye, waandishi wa habari na mashabiki, watu wamempokea vizuri, anafanya vizuri. Na kwa bahati pia nzuri, wasanii wengi ambao kwetu sisi walikuwa wameanza kutoka kwa independent walikuwa tayari washafika kwenye mafanikio mazuri. Kwa mtu anaona kama sasa hivi nilipofika sasa, lebo nashukuru, naomba sasa nianze kujisimamia mwenyewe. Kwa hiyo akitoka pale, kwa nini anaweza kufanya vizuri? Kwa sababu Wasafi sio tu lebo. Nadhani watu kitu ambacho wakijua Wasafi, nisema watu wakija pale kama wako pengine darasani, kwa sababu nawafundisha vitu vingi. Kuandika nyimbo, nawafundisha unakuwaje star, nawafundisha unatakiwa present vipi nafsi yako ukifika sehemu. Yaani msanii unatakiwa ufanye nini, usifanye nini. Kwa yale madogo ambayo kaangalia Mwenyezi Mungu anaelekeza. Mengine tu sasa watachanganya na akili zao na baraka za Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo kila mtu anashapata hii sasa, yeye mwenyewe anajua kumbe ukifanya hivi na kwa hiyo ukifanya hivi na kwa sasa wewe mwenyewe unaenda kuifanyia kazi. Na kila mtu anapoifanyia kazi ndio anakuwa kulingana na nafasi yake Mungu alombariki na mashabiki walompokea. Kwa baada hapo watu wanapotoka Wasafi, kumbuka wanatoka wakiwa tayari na wanafanya vizuri sana. Kisha wanafanya vizuri pale, wanaweza kwenda kujisimamia wenyewe na ile misingi tayari wanayo. Kwa hiyo baada pale wao wenyewe wanaweza kujiongoza. Hata kama mtu kitokea kidogo, kuna sehemu kasheki kidogo, inakuwa ni kidogo sana.
lakini kwa imani yangu mtu yote anayetoka Wasafi anaweza kufanya vizuri sana. Sasa hapa kwenye lebo zingine kwa kweli sijajua wao wenyewe wamekaje misingi yao, sijajua wao wenyewe wanaendeshaje lebo zao, na naheshimu kwa sababu kila mtu ana biashara yake, kila mtu ana taratibu zake. Ila kwa taratibu za Wasafi sisi ni msanii anapokuja, na mimi siwaji mtu fanya ambaye labda nampa mtu nusu nusu kwa sababu nataka kufanya msanii wangu afanye vizuri. Kwa na mwelekeza, sikiza, unatakiwa ufanye hivi. Kuna mambo haya msanii hawezi kuiti tu kwa hivyo, lazima ufanye hivi. Ukitunga nyimbo lazima ufanye hivi, usifanye hivi. Watu wengi nje wana imani yao, wanazaniaga mimi ni wasanii sio kuandikia nyimbo. Mimi nimeandika nyimbo za wasanii wengi ambao zenye mjini. Wasanii wengi wa Wasafi, kila mtu akija pale kuuliza mimi na yeye nani kamwandikia mwenzie nyimbo, kaina watawaambia. Unaweza kutupa mfano? So vizuri. Ila nyingi sana. Nika nao so vizuri kuzungumza kwa sababu nakuwa kama hapa. Na kitu kimoja ambacho watu wakielewi, hata wengine sio Wasafi pia. Sometimes wanaga wenyewe wanazungumza. Yaani mimi niko tu hivyo. Siwezi nikafika studio nikakuta nyimbo yako kuna sehemu iko safi nikakuacha tu hivyo. Nitakusaidia alafu ndani. Umeona, kwa ukisema usiposema sitaki kwenda kuzungumza miongoni mwa vitu ambavyo nadhani kuongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana wa kwenye muziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaweza kufanya nini, akafikia wapi, akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Akumbuka anaolalamikiwa anakuwa ni watu ambao majani, kwa sababu sitolewe kwa lazima serikali au viongozi waone kama huyu mbona anaonewa. Lakini tunaishukuru serikali, na hii ni niwapongeze sana kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani, biashara zetu zipo hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kwamba na nyinyi mmeangalia kwa utokaji wa huyu hapana, mwenye haki ni huyu. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha hayo vizuri sana. Akai tu serikali upande mmoja, tikisa umekuja msanii na kutoka kwa utoke hapana. Sababu ukienda kama pale Basata na especially kama Dr. Mapana, nampongeza sana. Ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Ni mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara ya muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, aidha kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Aidha kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, aidha mtu unajua msanii unajua akitaka kusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini tu. Si tusharudisha watu mara kibao pale. Shakuja mtu anataka kusaini, mimi ni saini tu, anambia kaleta familia yako, leta mzazi wako. Si pale Wasafi mpaka tunawarekodi kabisa saini tu. Mimi na nabii mkuu wake kwa pembeni. Fulani bin fulani nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimejiridhisha. Na mwanasheria wao kwa pembeni. Ili baadaye mtu asiseme kama unajua hivyo kibinadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara, na zile kama lebo kimsingi na ukweli wanakuwa unajua mtu lake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele, lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia ana makosa anafanya, afu msanii akitaka kutoka au akitaka kuleta bilingi amuona msanii ana tatizo, hapana. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Na mimi nikirudi sasa, sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu anakuchukua njia yake, taratibu ifuate. Kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii ataka kulipa lebo, kila mtu ameshakesha vizuri. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe hilo. Na sisi kama wana muziki, lakini pia sisi kama lebo inapotokea bilingi, kila mtu anataka kuwa nje. Unaelewa hivyo, kama unataka kuwa nje onekana, unajua hivyo kibinadamu, unajua kibinadamu kila mtu atakuonekana yeye upande wake ndio kaona. Kila mtu ana mimi ndio niko sawa, mimi ndio niko sawa, mimi ndio niko sawa. Akihitimisho yote Basata baada kutoka hapo anaenda kwenye kama mahakamani, wanamaliza pale pale. Kwa watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya Basata wenyewe pamoja na mahakama kuona kama bana tumekubaliana katika hivi. Diamond nilimwomba sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki, na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki, mkataba ile investment yako ukiiweka, unatakiwa kwanza urudishe investment yako
halafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi sawa. Yaani ilivyo kwanza. Kama nikuwekea watu wasichokijua. Mikataba yote ya dunia ilivyo. Sio tu kwanza kurudisha na unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki. Cha kwanza ilivyo, pesa imeingia milioni, inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwa. Kama nikubaliana 50 chukua 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio unaelewa hapo ndio. Ndio kunaelekea huko. Hata hii unasemea kwamba watajua wakati investment hiyo afanye alombaya leo kwa Marekani. Sasa ndio maana nataka niweke ili mlipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu, mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anarudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yako, sio kwenye 50 yangu. Sio, umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani ilivyo. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje? Mkataba wa Wasafi ulivyo. Sawa? Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa iingie kwa. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona unaongea pole pole? Sijui umeelewa vizuri. Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi hii biashara unachofanya ni kazi kama NGO, ni bora ungeandika Wasafi NGO ya wasanii. Kwa sababu hakuna faida tunachopata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii ana hit. Nyimbo anapata hela. Anaanza kuchukua hela, sisi tumekaa pale uongozi tumeumiza vichwa na apata % 5 au % 10. Yeye kachukua 40. Tumemtoa huko. Harudishi yote. Sasa inakuwa ni alafu mtu anatoka hapo analalamika. Sasa kuna msanii hapa Tanzania ameacha muziki kabisa.